Mradi huu ni fahari yetu wa Tanzania, tulinde na tutunze miundombinu yake. Nitazungumzia kuhusu faida zinazotokana na mradi wetu wa reli ya kisasa, lakini na changamoto chache ambazo zinaweza zikaja kutokana na mradi. Faida moja hapo ya kwanza kabisa ni kurahisisha usafirishaji wa abiria na mizigo. Kwamba abiria mnaweza mkatoka Kasulu mpaka Dar es Salaam au Kigoma kwa muda mfupi kuliko unavyotumia basi au usafiri mwingine. Lakini lingine, kutakuwa na faida za ajira. Ajira zitakuwepo za nafasi mbalimbali, kuanzia ujuzi wa juu kabisa mpaka wale wa nguvu kazi. Alafu lingine itakuwa ni mzunguko wa biashara. Kwa sababu ya ujio wa watu wengi watakaokuwa wamekuja kwenye maeneo yetu haya, tunategemea pia mzunguko wa biashara uweze kuwa mkubwa. Hivyo kukuza uchumi wa jamii, wa mwananchi mmoja mmoja, wa mji wa Kasulu na taifa kwa ujumla wake. Tumeelewana eh? Alafu lingine, sasa tunazungumzia kuhusu changamoto ambazo zinaweza zikatokana na ujio wa mradi kwenye maeneo yetu. Changamoto tunaita changamoto kwa sababu inaweza ikawa changamoto lakini ikabadilishwa ikawa fursa. Sawa eh? Tumesema kutakuwepo na ujio wa watu wengi kwenye maeneo yetu, wanaokuja kutoka maeneo mbalimbali kama alivyojitambulisha Engineer Mwita hapo. Nimesikia akiwaambia yeye anatoka Musoma, si ndio? Watakuja na wengine kutoka Mtwara, Songea, kaskazini au katikati ya mji wanatokea Dodoma. Tunawaomba sana wana Kidiama, mchukue yaliyo mazuri kutoka kwetu. Tabia njema tuzifuate, lakini zile tabia ambazo sio rafiki tuhakikishe hazifanyi nini? Hatuzifuati. Mzunguko huo au mwingiliano wa watu mbalimbali unaweza ukasababisha ongezeko la magonjwa ya kuambukiza kwenye mitaa yetu. Tumeelewana eh? Lakini mzunguko huo pia unaweza ukasababisha kuja kwa tabia zingine ambazo hatukuzizoea, sio tamaduni zetu wala mila za watu wa Kidiama. Changamoto hizo, magonjwa hayo tunayazungumzia ni pamoja na magonjwa ya kuambukiza yanayoweza kutokana na tabia au mienendo isiyokuwa sahihi. Tunaombwa sana, ikiwa umelazimika kuanzisha mahusiano na mtu aliyoko kwenye mradi, hakikisha unalinda afya yako. Utailindaje afya yako? Kwanza, au upime na yule mhusika unaanza naye mahusiano hayo amepima, mpime kwa pamoja. Ikishindikana basi tunashauriwa tutumie kinga ili kuepusha ongezeko la maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi katika maeneo yetu. Si wote tunafahamu ugonjwa wa ukimwi? Kuna asiyefahamu ugonjwa wa ukimwi hapa? Akina mama tupo? Ugonjwa wa ukimwi tumeusikia, tunaufahamu, madhara yake tunayafahamu. Na akina baba, tumesema usafiri huu utasafirisha watu na mizigo, si ndio? Ili watu wawepo, ili mizigo iwepo, lazima tuwe na nguvu za kufanya kazi, lazima uwe na afya njema. Sasa sisi tunaomba wana Kidiama, muhakikishe mnazitunza afya zenu. Hatujasema wanaokuja ni wagonjwa, inawezekana wagonjwa wakawa kati yetu au wageni wakawa ndio wagonjwa, si ndio eh? Kwa hiyo ukianzisha mahusiano mapya, jitahidi pima afya. Hivi ni vitu ambavyo hatuwezi kuvizuia. Hatusemi msianzishe mahusiano, lakini unapoanzisha mahusiano hakikisha unaanzisha mahusiano kwa usahihi. Usahihi mmoja wapo ni huo, kupima afya au kutumia kinga. Tumeelewana eh? Don't touch. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Tusidanganyike, sawa eh?